Mkutano wa hadhara ambao umefanyika huko Kitui alasiri ya leo umechangia pakubwa kudhihirisha kuwa kuna nyufa kwenye muungano wa Jubilee. Musalia Mudavadi wa UDF akaamua kusalia nyuma na kutojiunga na wenzake kumkaribisha Ngilu kwenye muungano wa Jubilee. Musalia anasemekana kufanya kikao na Uhuru Kenyatta na William Ruto jana jioni, na vilevile mkutano ukarejelewa leo asubuhi. Musalia akasisitiza kuwa anapendekeza kuwe na masikizano kati yake na Kenyatta kuhusu ni nani atakuwa mgombea urais wa Jubilee. Kenyatta anasemekana kupinga vikali wazo hilo na kusisitiza kuwa wajumbe wanastahili kuamua. Mudavadi anasemekana kusisitiza kuwa vyama vya TNA, UDF na URP havina wajumbe wa kitaifa, kwani ni vyama vipya na havijafanya uchaguzi wa mashinani. Kenyatta akasisitiza kuwa ameleta wajumbe wa TNA mjini Nairobi tayari kwa uchaguzi, na hivyo basi sharti washiriki kwenye uteuzi huo. Na hazikuwa tetesi tu, kwani hata pale viongozi hao walipofika Kitui walisisitiza kuwa sharti Mudavadi afuate mkondo. Faida ya demokrasia ni tukubaliane tuweze kushindana, kwa sababu sio lazima wewe uwe kiongozi. Wacha wananchi waamue. Wakiamua ni fulani, huyo ndio tutaunga mkono sisi zote. Si ni kweli? Kama nia yetu kweli ni wananchi wa Kenya, sio lazima Uhuru wawe ndio kiongozi, inaweza kuwa ni mwingine. Nakubaliana na sisi tutembee na Charity Ngilu, ama mnasema tungojee wale wengine? Tuendelee na Charity Ngilu, sio? Na nyinyi mimi nataka niwaulize, Musalia pia atakuja, ako njiani, musijali. Kutokana na mzozo uliopo, muungano wa Jubilee umeandikia msajili wa vyama ukitaka ongezwe muda wa kuteua mgombea urais. Jubilee inataka ipewe hadi tarehe 24 mwezi huu, kwani haiwezi kuamua kuhusu mgombeaji wake wa urais kufikia kesho. Kwenye hafla ya kumkaribisha Ngilu, Waziri Mkuu Raila Odinga vilevile alipata mgao wake wa laama kwa kuwataja wanajubilee kama wakabila. Lakini kibarua kikuu kwa muungano huo kitakuwa ni kupata mwafaka ndani ya muungano ili waweze kukabiliana na wenzao wa CORD kwa msukumo wa kupigiwa mfano. Franklin Masharia, Citizen Nipashe.